Ali Hatib Kilusungu, mtafiti wa majina katika maisha ya binadamu. Usubscribe na kushare katika channel yetu ya RKK TV, ni follow TikTok, Instagram, Facebook RKK TV. Tuko kwenye herufi A, mwanamke. Mwanamke ambaye amezaliwa na akapewa jina na utamkika katika herufi A kama vile Amina. Kama kawaida, jina hili kama ingefuatwa usahihi wa utoaji wa majina katika uzaliwa wako, ilistahili siku na muda uliozaliwa ndio jina lako lipatikane pale, kulingana na malaika gani alikuwa pale wakati unazaliwa. Lakini hili halikufanyika kutokana na tamaduni ambazo tuliharibiwa tangia huko kale katika mifumo ya kiimani. Upewaji wa jina hili, hata kama haukuzingatia siku na muda uliozaliwa, lakini baada ya jina hili kukulea mpaka kufika miaka 7 au miaka 3 kwenda juu, utabaki na hiyo nguvu ya jina namba 1, jina la herufi A, nyota namba 1, nyota ya moto iliyo na nguvu kutokea mashariki, au tunayopokea nguvu zake kupitia macho yetu. Katika macho, mdomo, pua na masikio, sehemu iliyokuwa na akili, ndio sehemu tunayopokea nguvu ya nyota yetu. Kwa kuwa jina lako ni herufi A, wewe ni mwanamke, unapokea nguvu hiyo kwenye macho yako. Hali ya kupata maumivu ya kichwa kama ambavyo tulizungumza kwenye awamu zilizopita, hiyo inakuwa kubwa. Hali ya hofu na wasiwasi inakuwa kubwa. Hali ya kusikia kupata magonjwa hasa katika kipindi chako kile cha miaka 41 mpaka 50 inakuwa kubwa. Lakini kiuhalisia maisha yako ni mazuri, ni mtu mwenye misimamo, ni mtu mwenye akili, mwenye kuona aibu mbele za watu, mwenye kuijali heshima, mwenye uwezo mzuri wa kuongea na watu ukaeleweka, kwa wanawake na kwa wanaume. Na ni mtu mwenye uwezo mzuri wa kuyafikia mafanikio yako unapopangilia mipango yako, unapangilia kwa uzuri na ukiwa na matarajio mazuri ya kufikia malengo, na hili halina shaka lina uwezo mkubwa sana wa kufikia malengo yako. Lakini sehemu gani itakayokufelisha? Ni kwa sababu hujui nguvu zako wewe, na hujui ushirikiane na kina nani, na kina nani uwakwepe katika ushirikiano. Ndio kitu ambacho kinakwenda kukufelisha. Sasa watu gani ambao ni maadui kwako? Ni watu wa maji na watu wa udongo. Watu hawa ndio maadui kwako. Watu wa udongo ni B, N na Z, F na R, J na V. Hawa ni watu wa udongo. Hawa kiuhalisia ni watu wenye uadui kinyota na wewe. Kwa kuwa watu hawa wana uadui wa nyota na wewe, udongo ni kaskazini, nguvu yake tunaipokea kwenye masikio. Namba 2 B, N na Z, namba 6 J na F na R, na namba 10 ni J na V. Hawa watu unaposhirikiana nao, vitu vyako vingi havitakuwa katika ubarikio mwema, kwa sababu nyota yako au wewe katika nguvu zako unazozitumia zinashindana katika uadui na hizo nguvu. Sasa ikiwa B, N na Z kidogo afadhali, ikiwa J na V afadhali, lakini ikiwa F na R itakuwa mbaya sana. Uadui utakuwa mkubwa mno. Ni kutokana na udongo, na pia F na R kazi zake zinazozitenda katika dunia ni mbaya zaidi. Kwa hapo utapokea hizo nguvu. Kwa huenda huyo labda ni baba, mama, mtoto, ndugu, jamaa, rafiki, lakini umemweka kwa ukaribu, basi hiki utapitia, utaathirika hapo, utasema umerogwa. Maadui zako wengine ni watu wa maji. Watu wa maji kama vile D na P, H na T, L na X. Hao pia ni maadui zako. Kwa kama ushirikiano au mambo yako unayatenda, vitu vyako unavyopangilia viko kwa watu wa karibu zaidi ni hao, tegemea pia mambo hapa yatakuwa ni magumu. Utabaki kusema umerogwa, kupambana na uchawi, kufikiria uchawi, lakini wewe hujajua kwamba wewe ni moto, unashirikiana na kusini, mdomo, maji. Hii maji na moto havishirikiani. Kwa kuwa maji na moto havishirikiani, ndio wewe unakwenda kuangamia, kwa sababu wewe ni moto, uadui wako uko kwenye watu wa maji. D na P itakuwa na afadhali, lakini H na T, L na X itakuwa mbaya zaidi. Kumbuka hivyo vitu ninavyokuelekeza. Na KH ni H, Kristina ni T, kwa sababu huu ni utafiti, sio hao wasoma nyota wenu wanayekuja na kopi vitu vya kimizimu hapa katika mzimu wa Kimwasa, achana nao.
kaa katika elimu zetu, tunakupa katika utafiti. Kuna majina mengi yanatakiwa kutamkika vizuri. Kwa mfano mtaletwa Mwantum, hiyo ni T. Mwanahamisi, hiyo ni H. Hii nishafundisha sana, nafikiri mnaelewa sana hiyo. Lakini ninachomaanisha, mtu wa aina yoyote, hata kama mtoto uliyemzaa umempa majina hayo, tegemea nuksi yake utaipata. Hata mtu wa aina yoyote ambaye umemweka kwa ukaribu sana, utaipata. Namna kuiepuka ni kuanza kutambua wewe nguvu zako ni zipi, na uanze kujua nguvu za aliye mbele yako, na ujue namna gani unatakiwa kuishi naye ili uepukane naye. Vinginevyo utabakia kusema shetani mbaya, si nimerogwa mie, shetani mbaya, kumbe unashirikiana na mtu kwa karibu, na mbaya zaidi akawa ndio mume aliyekuoa. Itakuwa hali mbaya sana. Sasa kutokana na nguvu zako ni bora, ili kujiokoa katika hilo unatakiwa ulijue. Lakini unatakiwa kushirikiana na wale marafiki na wako na katika nyota yako ambao wanatoka katika upepo. C na O, G na S, K na W. Hawa ni marafiki wazuri, maanake hawa wanatokana na nguvu ya magharibi au nguvu ya pua, upepo, hewa. Na kama itakuwa ni G au S, K au W, kwa mfano G au S, wewe ni mwanamke, herufi A, una mwanaume anayekupenda na ni herufi G au S tangia kuzaliwa kwake, na anakupenda kweli kweli, hebu jaribu kuwa naye, alafu uone nini utakachokivuna. Utaona mambo yananyooka, utaona unalolipanga linakuwa sio sawa na wengine. Kwa sababu gani? Hii namba 1 kwako, G na S namba 7 zinapendana, zina nguvu za urafiki. Kwa hiyo utakutengeneza nuru nzuri tu, bila hata hiyo ilizi uliopewa na mganga wako haiwezi kufua dafu katika hiki ninachokufundisha. Au K na W at least. Lakini C na O mambo yatakuwa ni mazuri of course, lakini kutakuwa na mvurugano kutokana na wale upepo wao pia upo kwa kuyumba kwa kuvuruga. Kwa nataka ufahamu sana hizi tafiti. Na kumbuka, jina lisiwe tu jina liwe limemlea huyo mtu. Na kama ulielewa, iliulizie hapa, tutakupa hilo jina maana yake ni nini. Maana yake kuna majina ambayo mwanzo wa matamshi sio uhalisia wa jina. Kwa hiyo wewe pengine huelewi, liandike tu hapa kwenye YouTube yetu, tutakupa tafsiri ya hilo jina kwamba linatamkwaje, herufi yake inayofanya kazi ni ipi. Tunachukulia mtu anaitwa Mwarami, huyo Mwarami huwa anakuwa ni Rami. Muharami anakuwa Harami, H. Kuna kitu wewe unaweza kusema M ndo ya kwanza, kumbe sio M inayofanya kazi. Kwa tunakupa siri hizo. A, M na Y hao ni wenzio. E na Q hao ni wenzio katika moto, katika mashariki, katika nguvu ya macho. Na I na U hao pia ni wenzio. Japokuwa E na Q kutakuwa na mabaya yapo kwa sababu moto wake wa vurugu. Moto wako wewe ni wa usalama zaidi, yani kama moto wa taa, kama moto wa jiko, yani ule moto ambao unauwasha na umecontrol, ndio nguvu ambayo unaitumia, na ndio nguvu ambayo inataka kufikisha kwenye malengo. Sasa haifikii nguvu hiyo, ni kutokana na kuchanganya watu kwenye mipango bila kujua huyo uliye naye ni nani. Sasa kingine kwamba ungeweza kujisaidia zaidi baada ya matatizo ni kutokana na kufanya maombi ya mila na desturi ambayo hamuyafanyi, mnayaita ushirikina, mnaita uchawi. Asa maombi ya mila na desturi ni kitu ambacho kingekusaidia, lakini sasa hata wakati mwingine ukienda kufanya unakosa usahihi kutokana na jina unalolitumia sio la asili yenu. Lakini jina la asili yenu lingekuwa rahisi sana. Asa kuna namna kukusaidia kujitambua wewe, kutambua asili yenu na kufanya maombi ya kina kutokana na mila na desturi za kwenu, ambazo pia sisi katika mizimu hii hapa Kimwasa Mikese, Morogoro, Tanzania, kwenye kila tarehe 2 mpaka tarehe 9 mwezi wa 12 tunakuwa na tambiko kubwa ya kufanya maombi ya pamoja. Watu wengi tunakuwa pamoja, tunakusanyika, na wewe pia karibu, njoo tufanye, ili uepukane na shida ambazo zinakukabili kwa kipindi hiki, au iwe wepesi wa kufikia malengo yako unayokusudia kuyafikia. Uchawi mnayeambiwa si sawa na uhalisia wa maisha ambayo tunaishi. Jina lako lilikuwa na maana nyingi sana, na ndio maana leo hii unaona watu kila nikizungumza mimi wanazidi kuchanganyikiwa, wanaacha hata hizo imani zao, wanajaribu sasa kulopoka ili waone wafanye nini, kwa sababu kwamba anawapa watu ukweli katika maisha yao. Kumbuka jina lako ni zuri sana, la herufi A kama A mwanamke, A kama vile Amina, lakini
Jifunze hiki ninachokwambia ili ujiepushe. Utabaki kuangania mchawi, kumbe unashirikiana na watu nyota zao zinakubana. Ali Hatib Kirusungu, mtafiti majina katika maisha ya binadamu. Usubscribe na kushare katika channel yetu ya AliKK TV. Ni follow TikTok, Instagram, Facebook AliKK TV. Katika mizimu ya Kimwasa Mikese, Morogoro, Tanzania, babu wa mila na desturi ndiko napatikana.